Ushiriki wenu hapa unaonyesha dhamira kubwa na ya pamoja katika kujenga mazingira wezeshi ya elimu na vile vile kuendeleza uvumbuzi na kuchochea maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uwekezaji unaofanyika mkoa wa Lindi ni sehemu ya utekelezaji wa dhima ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ya kuzalisha maarifa yenye mchango wa moja kwa moja katika maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kiteknolojia ndani na nje ya Tanzania. Dhima hii inatekelezwa kupitia mpango mkakati wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam unaolenga kuboresha mifumo ya ufundishaji, ujifunzaji, utafiti na ubunifu kwa kuweka mazingira wezeshi kwa wanafunzi na watumishi. Utekelezaji huu unaenda sambamba na mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi unaotekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kwa lengo la kuboresha mitaala na mazingira ya elimu ya juu ili yaendane na mahitaji ya soko la ajira. Kupitia mradi huu, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimetengewa dola za Kimarekani milioni 49.5 kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2021. Ujenzi wa kampasi ya Lindi katika eneo la Ngongo, Manispaa ya Lindi, pamoja na kituo cha utafiti cha Kitandi wilaya Ruangwa ni sehemu tu ya kiwango hicho. Naomba nishukuru tena serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 chini ya uongozi wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake. Tufikishie shukrani kwa Mheshimiwa Rais. Ndugu Waziri Mkuu, Mheshimiwa mgeni rasmi, uamuzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuanzisha programu za kilimo mkoani Lindi unatokana na utajiri mkubwa wa rasilimali zilizopo katika mkoa huu. Lindi ni kinara wa uzalishaji wa mazao ya kimkakati kama korosho na ufuta yenye mchango mkubwa katika uchumi wa mikoa ya kusini na taifa kwa ujumla. Zaidi ya kilimo, mkoa wa Lindi una rasilimali muhimu za kimkakati ikiwemo madini ya graphite pamoja na urithi wa kipekee wa kihistoria na kisayansi kupitia mabaki ya dinosaur ya Tendaguru. Kupitia kampasi hii, chuo kikuu kitaimarisha elimu ya juu, tafiti na ubunifu unaolenga matumizi bora ya rasilimali hizi, kukuza teknolojia na kuongeza mchango wa sayansi, historia asili na sayansi jamii katika maendeleo ya wananchi na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uanzishwaji wa kampasi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni fursa adhimu kwa mkoa wa Lindi na mikoa yote nchini. Kupitia kampasi hii, vijana wa Lindi na maeneo mengine nchini watapata elimu ya juu inayozingatia zaidi mafunzo kwa vitendo na sayansi tumizi. Aidha, kampasi hii itachochea tafiti zitakazotoa suluhu za changamoto zinazoikabili jamii na kutoa ujuzi, hivyo kuchangia maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kitaaluma. Kampasi itajikita katika programu za kilimo, sayansi ya udongo, teknolojia na usindikaji wa chakula, biashara za kilimo pamoja na maeneo shirikishi yakiwemo madini, mazingira, ekolojia na urithi wa mambo ya kale. Mkazo maalum utawekwa katika kuimarisha huduma za ugani na tafiti za kilimo kwa mazao mtambuka ikiwemo korosho, ufuta, mbaazi na mazao mengine. Lengo kuu ni kuwawezesha wakulima wadogo, vijana na wanawake kupata ujuzi wa kisasa, kuongeza thamani ya mazao, kufungua masoko na hivyo kuongeza tija na mchango wa sekta ya kilimo katika uchumi wa mkoa wa Lindi na taifa kwa ujumla. Mabibi na mabwana, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinakaribisha ushirikiano wa karibu na jamii ya mkoa wa Lindi ikiwemo wakulima, viongozi, sekta binafsi, mashirika yasiyo ya kiserikali na taasisi za umma ili kuhakikisha elimu inayotolewa inaendana na mahitaji halisi ya jamii na kuifanya kampasi hii kuwa kitovu cha maarifa, ubunifu
na maendeleo kusini mwa Tanzania. Wakati huo huo, tunatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa msisitizo wake wa kuimarisha elimu ya juu na kuendeleza nchi yetu pendwa, yani Tanzania. Kupitia ujenzi wa kampasi hii, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinapata fursa adhimu ya kutafsiri dhamira hiyo kwa vitendo, sambamba na kuendelea kuthibitisha nafasi yake kama kioo cha maarifa kwa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimejipanga kikamilifu na kimejidhatiti kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa wakati, kwa ubora unaotakiwa na kwa kuzingatia misingi ya thamani ya fedha. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.